Anasema hivi, baada ya mizunguko yake ambaye anazunguka, hasa baada ya kufika huku bara, yeye anatokea visiwani. Sawa? Anakuta kuna maisha fulani ambayo watu wanaishi wamezoea, yani mwanamume anaweza kuishi na mwanamke nje ya ndoa mpaka wakapata na watoto na nini. Sawa? Baadaye katokea mwanaume anafanya nini? Anazunguka tena kwa wanawake wengine. Huyu mwanamke akaja kuolewa na mwanaume mwingine katika ndoa sahihi, yani ndoa ya kisheria. Sawa? Mwanamke anaishi kwenye ndoa yake, ameishi kwenye ndoa yake, baadaye anataka kurudi kwa yule. Mnaiteni kwa lugha rahisi mnasema ni nani wake? Hawara yake. Hawara yake, vizuri. Sawa, anataka kurudi kule, maana yake yuko kwenye ndoa iliyokuwa sahihi, lakini anataka kurudi kule. Uishaka na anauliza, hapa nifanye nini hapa? Ndio tunajibu swali lake sasa. Kwa mwanamke wa aina hii, kwa mwanamke wa aina hii lazima ukubaliane kumpa uhuru wa kuishi anavyotaka yeye. Kama nasaha zote zimepita, umemuelekeza faida ya ndoa, sawa? Kama ndoa ina faida hii na hii na hii na hii na hii. Ukiwa nje ya ndoa kuna hasara hii na hii na hii, hajaelewa. Suluhu ni kumwachia kamba aende. Suluhu yake ni kumwachia kamba afanye nini? Aende anakoenda, kwa sababu kama ameshaamua vile hawezi kubali kubaki na wewe. Nikisema kumwachia kama mnaelewa Kiswahili, maana yake afanye nini? Amwache. Amwache. Hakuna njia nyingine ambayo itakuwa salama kwake. Otherwise atakuja kukutana na jambo la ajabu. Sababu kama tayari shamkumbuka yule malaya wake, nani wake, hawara yake, maana yake anaweza kufanya mbinu yote ile. Mwache aende huko huko alikotaka kwenda. Au mwache tu. Kujivua. Mwanamke anajivua kwa sababu gani? Almuhimu sababu ziko tofauti sana. Sawa? Kuna watu wengine anashindwa kuwa na neno la moja kwa moja. Mwanamke anasema mimi huyu mwanaume nimemchoka. Sawa? Basi. Kipindi cha Mtume kulikuwa na mwanamke alijivua, lakini alitoa sababu ya msingi. Huyu anapiga sana. Akisema anapiga sana, umeelewaje hapo? Akisema anapiga sana, wote hapa tunaweza kutoka kila mmoja na tafsiri yake, sio? Yani anapiga sana, yani almuhimu inaweza kawa ni maana mbili au zaidi ya mbili, sawa? Lakini alishtakiwa kwa Mtume akisema huyu anapiga sana. Sawa? Huyu anapiga sana. Basi kama anapiga sana, basi olewa na mtu fulani anasema yule ni zaidi. Wanawake anasema yule ni zaidi ya huyo. Sawa, basi jivue, mrudishie bustani yake. Yule mwanamke akafanya mipango, akarudisha bustani ya yule mwanaume, akabaki. Sasa kwenye swali lako wewe kwamba ni kosa gani? Inategemeana. Sasa mpaka tupate kesi. Umeona? Kwa sababu kama ni makosa ya kujivua, iwe ni maasi, yani kwa mume wake anafanya maasi. Tumeelewana? Anafanya maasi ya kumwasi Mwenyezi Mungu. Basi kaamua kujivua ili na yeye asiingie kwenye nini? Kwenye maasi. Ameamua kujivua aondoke pale. Tumeelewana? Yani almuhimu tu kwamba kosa la huyu mume wake iwe ni maasi. Kama ni maradhi, hana haja kuomba kujivua. Kama ni maradhi mume wake, hana haja kuomba kujivua. Anatakiwa apambane, matibabu yaendelee kwanza. Tumeelewana? Kuna hatua hizo zote. Lakini kama ni haya maasi, labda mume wake ni mtu wa maasi sana na nini, amejaribu kuongea naye habadiliki, hapo sana anaweza kuomba kujivua. Tayeb, swali la ndugu yetu swali zuri sana. Kwanza mwanaume atakaposema kwamba hivi vitu tamaduni yetu, mila zetu, wanaume sio kuingia jikoni, wamekosea, yuko mbali sana na Uislamu. Yani Uislamu hauko hivyo unafikiria yeye. Uislamu sio ubabe. Uislamu ni ulaini yani. Kwa maana wewe mwanaume unaweza kumtumikia mke wako bila ya kuwa na masharti yoyote. Unamtumikia kama kawaida. Haya masala mimi nazungumza hapa, lakini kama wanaume wakisema leo hii mimi naamua kukaa jikoni, wallahi atapewa sifa nyingi sana mwanaume.
kila atakachopika siku hiyo atapewa sifa nyingi sana siku hiyo. Kwa hiyo kusema kwamba tamaduni zetu hakuna, mila zetu si hakuna, huu ni ujahili, na tutakuwa tunavaa ile zama zile za Waarabu wa kipindi hicho kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ajaje. Kwa hiyo lazima tuwe kisasa, kwamba wewe mwanaume unaweza kaamua siku hiyo, unaamua tu unaenda jikoni, usiangalie kwamba fulani akinikuta mimi nitamwambiaje. Mambo fulani achana naye, wewe kuna mke wako. Yaani unafikiri sasa jamaa wangu atapita hapa atanikuta mimi nimetingwa na mwiko nimeshika. Anakuhusu nini sasa yeye na maisha yake na una maisha yake? Fanya wewe kwa ajili ya unamfurahisha mkeo. Siku hiyo naye afurahi. Leo tumekula chakula kilichopikwa na baba mwenye nyumba. So kila siku unapikiwa tu, kila siku unapikiwa tu. Na wewe siku moja fanya hivyo. Mila na nini achana nazo. Lakini ihsani hizi, kuna baadhi ya wanawake wanakuwa wazembe sasa. Yaani kafanyiwa mara kibao, sasa kaona sasa hapa ndo mtindo wangu sasa. Ba fulani bwana, leo zamu yako na wewe. Yaani anamwambia kabisa kwamba zamu yako. Sio labda nina tatizo au unaumwa na nini. Anasema bwana, leo zamu yako. Zamu yangu nini tena? Sikupika. Hiyo utakuwa umefanya kosa. Utakuwa umefanya nini? Utakuwa umefanya kosa. Kama alijitolea, mshukuru kwa kule kujitolea kwake. Msifie kwa kule kujitolea kwake, lakini usimpangie zamu. Akipanga yeye sawa, lakini ukimpangia wewe umefanya nini? Umefanya kosa. Ukimtuma umekosea. Kama bwana sasa hivi nenda jikoni basi. Wewe mwanaume hata kama atakuwa mjinga kiasi gani, lazima atareact hapo. Kwambia bwana nenda jikoni sasa hivi. Lazima atabadilika. Na utamjua kwamba wewe kweli mwanaume. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo lazima visiwepo, viondoke. Wakiwasaidia wao waume zenu, washukuruni. Wasifuni pia. Sawa? Wasifuni. Mimi sio kwamba nazungumza kwa maana ya siku moja nijaribu, siku moja sio siku nyingi, nijaribu siku moja tu. Bora tange kwepo mke wangu angesema, angeshuhudia. Lakini sasa hatembei nao mara nyingi. Lakini nilichokifanya ni kitu kidogo sana. Niliwaambia fanyeni mambo yote fanyeni. Pikeni chakula. Nitaunga mchuzi, kwa maana nilikuwa nakusudia rosti ya maini. Nikisema hivi kina mama mnajua. Kwa hiyo nikaakalia mwenyewe. Hiyo siku nilipewa sifa. Na sio na mke wangu, na mpaka na watoto. Mpaka na watoto. Nilichokifanya nilitaka niwaonyeshe kwamba hata mimi pia naweza. Kwa mfano kuna vyakula vingine vyepesi, kwa mfano kama ugali. Ni kawaida yani kusonga ugali ni kawaida. Kawaida sana yani. Kwa hiyo sio mpaka kila kitu nisubiri tu. Kusonga ugali mimi ni kawaida sana. Ni kawaida sana. Kwa hiyo lakini wanakula na wanafurahi. Tumekula chakula kilichopikwa na baba, tumekula chakula yani hivyo. Lakini masala ya kwetu sisi mpaka mtu kaingia jikoni, basi kuna sababu hasa. Wala sio mpaka mkeo aumwe. Hata kama haumwi, ingie jikoni. Mwambie leo niandalieni kila kitu hapa, napika kitu fulani. Swali la ndugu yetu swali zuri sana, au la dada yetu. Mkiingia kwenye ndoa kwa makubaliano, kwa mfano mwanamke ana elimu yake na ana kazi yake, au bado hajapata kazi lakini ana elimu yake, ni vizuri mkaingia kwenye makubaliano kabla mjaingia kwenye ndoa. Bwana, mimi nimesomea jambo fulani, itafika muda yawezekana nika-apply kazi sehemu nikapata, au mimi mwenyewe nikajiajiri. Je, utakuwa uko tayari kuniacha nifanye kazi? Hili liwe mwanzoni sana kabla watu wajiingie kwenye ndoa. Sasa likipita hili na mkaingia kwenye ndoa, mathalan mtu amekubali, mwanaume akakubali, hamna tatizo utafanya, hamna tatizo kazi utafanya. Baadaye akaja akabadilika. Sawa? Na bila sababu za msingi, mwanamke anatakiwa baki pale kwenye msingi wake wa kwanza. Sababu ndio sehemu yeye alikosimamia. Anatakiwa baki pale kwenye pointi yake ya kwanza. Bwana, nilikwambia kama mimi nitakuwa hivi na hivi, kanikubali, lakini sasa hivi unakuja kunitoa kwenye reli sana, nitakuelewa vipi? Ani masala ambayo pia anatakiwa wakutanishe watu ambao ni waelewa, watu ambao waelewa kwa maana upande wa dini, wafahamishe vizuri. Kama makubaliano mlichukua mwanzoni, basi inabidi mbaki kwenye makubaliano yenu yale yale.
Kama hili jambo limetokea hapa katikati, hilo ndo linaweza sasa likafanya nini? Mwanamke anaweza kufuata amri ya mume wake. Lakini kama mlishakubaliana huko, inabidi mwanaume afanye nini? Atulie, afuate kile ambacho tayari ilikuwa kwa mazungumzo mwanzo.